Ndugu waombolezaji wenzangu, nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutukutanisha hapa kwa ajili ya tukio hili linalotokana na mapenzi yake Mola wetu. Tumshukuru zaidi kwa zawadi ya maisha ya baba yetu Mzee Cleopa David Msuya. Bila shaka mtakubaliana nami kwamba mzee huyu amekuwa zawadi sio tu kwa familia ya jamii yake bali kwa taifa zima. Kwa kweli sote tulimpenda sana mzalendo huyu na mwana halisi wa Tanzania, lakini Mwenyezi Mungu wakati huu amempenda zaidi na ameamua kumrejesha kwake. Na kwa kuwa hatuwezi kuyapinga maamuzi hayo ya Mwenyezi Mungu, hatuna budi kukubaliana na maagizo ya Biblia katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 aya ya 18 inayotutaka kuwa na shukrani kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo pamoja na majonzi yetu makubwa, shukrani zote zimrejee Mola wetu, na sisi Waislamu husema alhamdulillah rabbil alamin. Kabla sijaendelea, nitumie fursa hii kwa mara nyingine kutoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, wanamwanga, marafiki na Watanzania wote kwa ujumla kwa kuondokewa na mpendwa wetu huyu. Aidha, nishukuru Baba Askofu Mkuu Malasusa pamoja na viongozi wenziwe kwa kuendelea vyema na ibada za dini kumuaga mpendwa wetu kutoka Dar es Salaam Mwanga hadi hapa kijijini. Kwa wanamwanga, mmeondokewa na mkazi mwenzenu na pia aliyekuwa mwakilishi wa kwanza wa jimbo hili lilipoanzishwa mwaka 1980 pamoja na kuwawakilisha rasmi kama mbunge kwa miaka 20. Wakati wote amekuwa mtetezi mzuri wa maendeleo ya Mwanga. Hivyo haishangazi kusikia kwamba mlimpa jina la heshima la baba wa Mwanga. Ndugu waombolezaji wenzangu, tangu tupate taarifa ya msiba huu wa mpendwa wetu Mzee Cleopa Msuya, kuna ambao walipambana usiku na mchana kuhakikisha kuwa tunampumzisha mzee wetu kwa heshima anayostahiki. Na hapa niungane na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar kushukuru wote walioshiriki katika kumpumzisha mzee wetu. Lakini kwa upekee nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar pamoja na kamati yote tendaji, lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama kwa uratibu mzuri wa shughuli hii. Halikadhalika nakushukuruni wanamwanga kwa kupokea msiba huu kwa moyo mkuu na matayarisho vyema ya kumsitiri mzee wetu. Na nawashukuru wote waliofika hapa kumsindikiza mzee Msuya katika safari yake ya mwisho. Mungu hawabariki sana. Pamoja na kumsindikiza mzee wetu, tupo hapa pia kupeana faraja, ingawa faraja ya kweli inatokana kwake Mola wetu. Na waraka wa Mtume Paulo kwa waumini sura 14 mstari wa 7 hadi wa 8 unatufariji kwa kusema, kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna afaye kwa nafsi yake. Kwa maana kama tukiishi, twaishi kwa Bwana, au kama tukifa, twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au tukifa, tu mali ya Bwana. Kwa hiyo hakuna mwenye uwezo wa kuchepusha au kuondosha lile ambalo Mwenyezi Mungu analitaka. Siku na saa ikifika, tunakwenda kwake. Hivyo kwa familia na wote walioguswa na msiba huu wa baba yetu, tuendelee kumwombea na tujiombeeni nasi Mwenyezi Mungu atupe faraja na mwisho mwema. Ndugu zangu, hayati Cleopa David Msuya atakumbukwa kwa mambo mengi sana ambayo kuanzia tarehe 7 hadi leo yamesemwa kwa kuelezwa vizuri na wanaomfahamu, waliofanya kazi naye, wanamwanga
na hata wazungumzaji walionitangulia leo kama alivyotueleza vizuri Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu. Ukiyasikiliza vizuri yote, tunaweza kusema kwamba mzee wetu atakumbukwa kwa kujitolea maisha yake yote kuwatumikia Watanzania. Kama historia yake inavyosema, kuanzia mwaka 1956 alipoajiriwa kama afisa maendeleo ya jamii hadi kuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais, na kufikia mwaka 2000 alipostaafu rasmi kwenye siasa na utumishi wa umma, na mwaka 2021 alipomaliza rasmi kutumika nafasi ya mwenyekiti wa bodi ya chuo cha ardhi. Wakati wote huo mzee wetu hakuwa na faragha ya maisha yake binafsi, bali yalikuwa ni maisha ya kuwatumikia Watanzania wenziwe. Katika nyadhifa mbalimbali alizoshika, aliweka rekodi mbili kubwa. Moja ni kuwa waziri aliyehudumu katika wadhifa waziri wa fedha kwa kipindi kirefu zaidi kwa nyakati tofauti, 1972 hadi 75, 1983 hadi 85, na 1985 hadi 1990. Na pili, licha ya kuwa alikuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi kifupi cha miezi 11, yeye ndiyo Mtanzania wa mwisho kushika nafasi hiyo, kwani baada ya hapo tuliingia kwenye mfumo wa vyama vingi ambapo makamu wa rais alipatikana kupitia mgombea mwenza. Ndugu zangu, katika mengi yatakayokumbukwa au atakayokumbukwa nayo ni pamoja na mchango wake mkubwa wa kutafuta fedha kwa ajili ya kuunga mkono harakati za ukombozi kusini mwa Afrika. Akiwa katibu mkuu wa Wizara ya Fedha, mbali na kuhangaika kutafuta fedha za matumizi ya serikali, alikuwa na jukumu la kutenga bajeti kwa ajili ya harakati za ukombozi kusini mwa Afrika. Alikuwa miongoni mwa viongozi waliokwenda nchini China kwa ajili ya kutafuta fedha za ujenzi wa mradi wa reli ya Tazara uliosaidia sana harakati za ukombozi na ambao umeendelea kutunufaisha kiuchumi hadi leo. Mzee Msuya aliongoza mabadiliko ya mfumo wa kiuchumi kama ilivyoelezwa vizuri hapa na rais mstaafu, ili kuruhusu uchumi wa soko na kuimarisha ushiriki wa sekta binafsi. Hiki kilikuwa kipindi kigumu cha kukabiliana na upinzani na shinikizo kutoka wafadhili wa kimataifa, wanasiasa nchini, wafanyabiashara wazawa na wasio wazawa na makundi mengine, baadhi yao wakiunga mkono mageuzi na wengine wakiyapinga kwa sababu tofauti tofauti. Hapa nakumbuka kama alivyosema rais mstaafu, mwaka kutoka 85 90 katikati pale, wakati shilingi yetu inataka kushushwa thamani, huku wana CCM tulisukumwa kuandamana. Tukatoka maofisini kule Zanzibar, ofisi yangu ilikuwa Vuga, mpaka CCM Kisiwandui, na kwa mara ya kwanza ndo niliimba jina Msuya. Kabla hapo nilikuwa nalisoma tu kwenye somo la siasa siku hizo wanaita civics. Tulikuwa tunaimba Msuya, usiruhusu shilingi yetu kushushwa thamani. Hao tunaandamana mpaka ofisi ya makao makuu CCM pale Kisiwandui. Lakini baada ya muda mfupi shilingi ikashuka thamani. Na wakati ule shilingi yetu ilikuwa shilingi $1 ya Marekani ni shilingi 5 ya Tanzania. Na wakati ule nauli ya daladala zetu hizi gari za community ilikuwa ni shilingi 5. Na ndio maana jina dola tukaita daladala. Magari yetu mpaka leo yakaitwa daladala, kwa sababu nauli ilikuwa shilingi 5 na ndio ilikuwa thamani ya shilingi yetu kwa dola ya Marekani. Kwa hiyo mzee huyu kama alivyosema rais mstaafu amekumbana na mengi. Lakini pamoja na changamoto hiyo, nchi ilifanikiwa kuondosha baadhi ya shida kubwa zilizokuwa zinawakabili wananchi, kama vile uhaba wa bidhaa muhimu
na kupunguza mfumuko wa bei. Hili linathibitishwa na hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi, ambapo katika kitabu chake ametambua mchango wa Mzee Msuya katika mageuzi haya ya kiuchumi kuelekea kwenye uchumi wa soko, na amemshukuru sana kwa mchango wake kama waziri wa fedha, uchumi na mipango. Hata baada ya kustaafu, Mzee Msuya aliendelea kutoa mchango kwa taifa kupitia ushauri wake kwa viongozi mbalimbali waliopo serikalini, na hili amelisema pia rais mstaafu. Hapa nikiri kwamba mimi mwenyewe nilifaidika. Nilimsikia makamu wa rais naye anasema alikwenda kumuona na alifaidika, na hatukuwa peke yetu, ni wengi, viongozi wengine wengi tumekuwa tukienda kwake ili pamoja na kumjulia hali kupata ushauri na busara zake. Kama nilivyosema, nilikuwa namsikia na kumsoma Mzee Msuya kuona kwenye vyombo vya habari na kumsoma kwenye somo la siasa. Lakini baadaye kufikia mwaka 2010 nilipata bahati ya kumuona kwa mara ya kwanza Mzee Msuya uso kwa uso au ana kwa ana. Na hii ilikuwa mwezi wa 8, mwezi August mwaka 2015, wakati wa kampeni, mara yangu ya kwanza kuingia kwenye kampeni. Na kwa wakati ule nilipangwa kuanza na mkoa mgumu kaskazini huko kwa Tanzania. Nilianza Same milimani kule Upareni, nikateremka huko. Nilipokuja Mwanga ulikuwa hauwaki kabisa. Ni vurugu za kugombania ubunge baina ya Mheshimiwa Magembe na wenzio walokuweko pale. Na ilitubidi kupanda juu huko kumfuata Mzee Msuya aje atupe maelekezo tufanyeje. Baada ya kupata ushauri wa Mzee Msuya, nikashuka tena Mwanga, ofisi za chama pale na kamati ya siasa. Tulipambana pale hadi saa 6 usiku. Ndio tunapata muafaka, tukaondoka. Kwa hiyo ndio mara yangu ya kwanza kumpata Mzee Msuya, kukaa naye ana kwa ana. Akanieleza, na alionieleza yalinisaidia kupata muafaka. Kwa hiyo ni mara ya kwanza. Lakini mara nyingine ni mwaka 2022 nilipomtembelea nyumbani kwake pale Upanga, kwenda kumsalimia tu na nimsikia na nitumaje. Wakati huu tayari nimeshakabidhiwa dhamana ya kuendesha nchi hii kama mkuu wa nchi, kwa nilikwenda kupata anasemaje. Lakini pia nilimuona mwaka 2023 nilipofanya ziara rasmi katika mkoa wa Kilimanjaro, na tulikuja nyumbani kwake, tulionana naye, nako akasema aliyoyasema. Mwaka 2024 pale Ikulu Dodoma nilifanya mkutano wa vyama vya ushirika vyote vya Tanzania, na bila kumwalika naingia kwenye ukumbi na mkuta Mzee Msuya akakaa kitako na gongo lake. Kasema leo mkutano mgumu, mzee yuko hapa. Lakini alikaa kimya, kasikiliza mwanzo mpaka mwisho. Tulipomaliza akasema, mwambieni nataka kumuona. Kwa hiyo tukafuatana, tukaingia ofisini kwangu, akaenda akaniambia alioniambia. Lakini kuanzia mwaka 2022, 23 na ile 24 alikuwa na salamu mbili kubwa kwangu. La kwanza, mradi wa maji Same Mwanga Korogwe, na la pili barabara hii mlioipa jina la CD Msuya bypass. Ile ndio miradi miwili ambayo ilikuwa inamkereketa kwenye roho yake na alitaka niitekeleze. Mara ya mwisho kwa faraja kubwa nilimuona 2025 pale Mwanga wakati wa ufunguzi wa mradi wa maji. Alikuwepo na kigari chake, kutembea hawezi na kigari chake, lakini alifika kushuhudia lile ambalo alikuwa anatamani litokee. Alikuja tukawa naye. Niliposikia habari za kifo chake nikasema, Mungu asante.
ingekuwa ule mradi haukukamilika, ningekwenda kumzika mzee na moyo gani? Ningejisikiaje? Lakini nakwenda kumstiri mzee wangu huyu, lile tamanio la moyo wake nikiwa nimelitimiza. Kwa hiyo nimeshukuru sana. Lakini kwa upande wa pili wa barabara ile ya CD bypass, na yenyewe nayo tumeshaifanyia kazi nzuri, kazi inaendelea. Madaraja kadhaa yameshajengwa kwa awamu ya kwanza na sehemu ya njia tayari imejengwa, na sasa tuko awamu ya pili. Na nilipokutana naye Mwanga alinipa mkono na akanambia asante sana, kazi zangu zote mbili umezitimiza. Kwa hiyo ninapata faraja kwamba mzee huyu Mungu amemwita wakati yale aliyotaka kuyaona kwa macho yakiwa yametimia. Namshukuru sana Mungu. Katika hatua nyingine, ushauri wa mzee huyu, timu inayotuandikia dira mpya ya taifa maendeleo hivi sasa ilifika nyumbani kwake Upanga, Dar es Salaam kupata mawazo yake, ambapo alisisitiza viongozi serikalini, viongozi tuliopo serikalini kuwa na uthubutu katika kuanzisha na kutekeleza miradi yenye tija kwa taifa. Hii ndio ilikuwa message yake kubwa, na kusimamia miradi hii kuleta manufaa kwa watu, pamoja na mambo mengine mengi ambayo aliwaambia. Message kubwa ilikuwa miradi yenye tija kwa wananchi. Ndugu zangu, leo tunapomwaga mzee Msuya na kushukuru kwa maisha yake, tukumbuke kwamba nasi sote tu wasafiri na tutapita njia hii ambayo yeye amepita, njia ya umauti. Kwa muda wa wiki nzima sasa tumekuwa tukisikia mchango wa mzee wetu kwa nchi, jamii na hata nje ya nchi. Tumekuwa tukisikiliza hadithi yake aliyoiandika wakati wa uhai wake, kama alivyotukumbusha mzee wetu mzee Mwinyi kwamba maisha ni hadithi, na akatusihi kujiandikia hadithi nzuri. Tunapoelezwa hadithi ya CD Msuya ina mambo mengi, au tunaposikiliza ina mambo mengi ambayo sisi viongozi wa sasa tunapaswa kujifunza. Alishaandika hadithi yake na kila anayesimama anaisoma kwa vipengee, chapter tofauti tofauti, lakini hadithi nzuri aliyoiandikia nchi yake. Kwa sisi viongozi wa sasa tunapaswa kujifunza. Baadhi ya mafunzo hayo yapo yatakayoishi kwenye akili zetu, yapo yatakayoishi kwenye nyoyo zetu, na yapo yatakayoishi kwenye maisha yetu wenyewe. Tujifunzeni. La kwanza ni kuwa tuwe wapenda maendeleo na kutoacha kusimamia kile tunachokiamini bila kuyumbishwa na chochote. Huyo ndo alikuwa mzee Msuya, na Dr. Kikwete amethibitisha hapa. Alifanya kila namna kusimamia kile alichokiamini ambacho kitakuwa na manufaa kwa jamii. Miradi mingi, mabadiliko na mambo mengi alisimamia. La pili ni kufanya kazi kwa uzalendo, uadilifu na uaminifu kama alivyokuwa yeye. Aliamini katika matumizi mazuri na usimamizi wa karibu wa rasilimali za taifa ili zilete tija kwa wananchi. Jambo la tatu, aliamini kwamba ujuzi na utaalamu una nafasi kubwa katika kuleta maendeleo. Aliheshimu maoni na ushauri wa kitaalamu na pia kutumia wataalamu kumuongoza au kumsaidia katika kuamua mambo mazito. La nne, hakuwa mwoga wa mabadiliko. Aliamini mabadiliko ni hatua katika maendeleo. Alifanyia kazi kwa umakini mkubwa maeneo ambayo alishauriwa kufanyiwa mabadiliko, iwe na wataalamu wa ndani au taasisi za kimataifa. Kutokana na imani hiyo, miongoni mwa rai alizowaachia waandishi wa dira ya miaka 25 ijayo ni kuhakikisha kuwa tunakuwa na wataalamu ambao wanaweza kutathmini mazingira yetu pamoja na changamoto zinazotukabili ili kubuni mipango
itakayoendana na uhalisia wa nchi yetu kiuchumi, kisiasa na kijamii. Waziri wangu wa mipango ya uwekezaji yupo? Kitila hayupo. Aliongoza timu hii kwenda kwa mzee, na waliporudi waliniambia haya. Lakini jambo la tano ambalo mimi sikuwa nimeliweka, lakini nilimsikia rais mstaafu amelisema, jambo la uvumilivu ni muhimu sana. Mimi kwangu nilikuwa nimelisahau, sikuliweka, lakini uvumilivu ni jambo ambalo tumekuwa tukilihimiza hasa katika ile falsafa yetu ya R4, lakini rais amelisema vizuri sana. Lakini mbali na hayo, mzee huyu alikuwa ni muamini wa kujenga umoja na mshikamano, na ameacha sifa hiyo kwa kiasi kikubwa hapa wilayani Mwanga. Tunaambiwa moja kati ya sifa za wilaya hii, wanapoambiwa tokeni, kuna jambo la kiwilaya mkalifanyie kazi, watu wote wanatoka na wanakwenda kufanya kwa pamoja. Huo ni kujenga umoja na mshikamano, na ni jambo ambalo mzee aliwajengea watu wake. Sasa hapa nataka kusema jambo moja. Katika kuangalia aliyoyafanya mzee Msuya, kuna kijiji hapa nadhani kinaitwa Chombo au kinaitwa hivyo hivyo kinavyoitwa. Alianzisha ujenzi wa kituo cha afya na akawataka wana Mwanga au wana Mwanga ndio wote kwa pamoja kukusanya nguvu kujenga kile kituo. Wito wangu kwenu, tumalizeni kile kituo. Wote tuchangie, na mimi nitachangia, tumalize kile kituo na tukipe jina lake. Tukipe jina lake, hiyo ndiyo kumuenzi mzee wetu. Hakika ni mengi ambayo tunaweza kujifunza kutoka kwa maisha ya mzee wetu, ila nimeona niyaeleze hayo machache katika hadhara hii.